BMP TV Professional Update. Alfajiri njema mtazamaji wetu, karibu sana kwenye BMP TV Online, taarifa ya alfajiri, mahali ambapo sauti ya wananchi usikika, changamoto zao uangaziwa na mafanikio yao usherekewa. Katika mwanga huu wa asubuhi, tunakuletea taarifa muhimu kuhusu maisha kila siku, afya, elimu, usalama, ajira na haki katika jamii yetu. Hii ni dakika ya kuamka, si kwa mwili tu, bali pia kwa fikra. Ni mimi Bila Pengo Ulua, na huu ni mwanzo wa siku yenye maarifa. BMP TV Online, tuko kwa ajili yako. Na leo tarehe 17 Novemba 2025. Na sasa twende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari za leo. DRC. Katika mikoa ya Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini, milio ya mapigano imeripotiwa kuendelea tangu asubuhi katika maeneo kadhaa. Vikundi vya kujitengenezea vya wazalendo vimedai kuzuia majeshi wanayoyaita ya waasi kusonga mbele katika baadhi ya ngome muhimu. Wakati huo huo, taarifa zinaeleza kuwa baadhi ya maeneo yamechukuliwa upya na mapigano bado yanaendelea. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya Kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Kivu ya Kusini na Kivu ya Kaskazini zimekumbwa na ongezeko la mapigano tangu mapema leo, ambapo milio ya risasi imeripotiwa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zinazotolewa na makundi yanayojitambulisha kama wazalendo, mapambano yameendelea kwa muda mrefu katika maeneo ya Axe Sud Kivu na Axe Nord Kivu, na wanadai kuwa wamefanikiwa kuzuia majeshi yanayohusisha na waasi kuendelea kusonga mbele kuelekea maeneo ya makazi. Katika taarifa ambazo zimethibitishwa kupitia kurasa zao za mawasiliano, makundi hayo yameeleza kuwa baadhi ya maeneo yameripotiwa kurejeshwa kufuatia mashambulizi ya pande hasimu. Huku kukiwa na taarifa za vifo na majeruhi, ingawa idadi kamili hazijathibitishwa na vyanzo huru. Hata hivyo, mamlaka za usalama katika mikoa husika bado hazijatoa tamko la kina kuhusu mivutano inayoendelea, na waangalizi wa amani wanahimiza wananchi kuendelea kuwa makini na kufuatilia taarifa sahihi kutoka vyombo vya serikali. Katika ujumbe wao kwa umma, kundi la wazalendo limedai kuwa linafanya shughuli zake kwa mujibu wa kifungu cha 63 cha katiba ya DRC kinachohusiana na wajibu wa raia katika kulinda taifa. Ingawa wanasheria na wachambuzi wa mambo ya usalama wanasema kuwa suala hilo linahitaji ufafanuzi wa kisheria na kufuata utaratibu wa kitaifa. Taarifa hizo pia zimeandikwa sambamba na wito kwa raia wa Kongo waliopo ndani na nje ya nchi kufuatilia matangazo ya moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii, ikiwemo kurasa wao wa Facebook wa kundi hilo. Wakati hali ikiendelea kuwa tete, mashirika ya kibinadamu na watetezi wa haki za binadamu wameonya juu ya athari kwa raia, wakitaka pande zote kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Ulua.
BMP TV Professional Update.